Simama tu mzee, usitetemeke. Simama tu mzee, usitetemeke. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Haya, hebu zungumza baba. Asante sana. Kwa jina naitwa Charles Thomas Mwanasala, mzaliwa wa Bwiringu, kata ya Chalinze. Nashukuru. Shida yangu mimi kubwa ziko mbili. Ya kwanza kwenye mashamba. Mimi nakaa Chalinze lakini nalima shamba Msolwa, njia Msolwa Mbiki Darajani. Tumezulumiwa hata hivi mzee. Mumwacha azungumze. Unapokuja huku umepishana na wenzetu wengine, wajumbe wanakuja Ikulu kwako kwa ajili ya shamba tunazulumiwa. Halmashauri ya wilaya ya Chalinze wamechukua ile shamba kumpa mwekezaji anaitwa Thabiti Ali Said Faraji. Sisi mule muda mrefu tunalima, tuna miaka zaidi ya 20 na kitu, na tumepanda mazao mengi tu ya biashara pamoja na mazao ya chakula. Simama tu mzee, usitetemeke. Wewe zungumza. Nauma kidogo, sina nini. Ngumu moja kwa matatizo. Unaona bana? Lakini leo halmashauri ya wilaya ya Chalinze wamechukua ile shamba chini ya mkurugenzi afisa halisi ndugu Sabo Jaki na wenzake kumpa huyo Thabiti Ali Said Faraji. Sisi tutakwenda wapi? Tarehe 25 mwezi wa 10 alipokuja Mama Samia Suluhu hapa, tukapewa karatasi ya kuondoka pale kutoka kampuni moja ya Msolopo Company Limited ambaye ni dalali wa mahakama, asema shamba lile limeuzwa na ndugu zangu muondoke. Hilo ni shamba hilo. Tukafuatilia ilivyo. Kuna barua kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Pwani kumwandikia mkurugenzi aijibu, mpaka leo hajaijibu toka 2017. Kuna barua kutoka kwa waziri Mheshimiwa Lukuvi toka 2017 mpaka leo mkurugenzi hajajibu. Tunasumbuliwa, hatulali. Ikifika kilimo basi matatizo moja kwa moja. Ikifika kilimo matatizo moja kwa moja. Hilo ndio tatizo letu kuhusu shamba hapo Msolwa Mbiki Darajani. Haya. Tatizo la pili, mimi na wenzangu 116 tulikuwa tunafanya kazi kampuni moja ya Ami Dar es Salaam. Mwaka 95 tumepewa redundancy. Baada ya kupewa redundancy, malipo tuliyolipwa hayastahili. Unaona? Malipo tuliyolipwa hayakustahili. Tukashtaki ile kampuni kwenye baraza la kazi Kisutu. Lakini mpaka sasa hivi Mheshimiwa Rais, kesi tunashinda, kila mwajiri kata rufaa anashindwa, lakini mpaka sasa hivi kesi hiyo haijaisha. Ina miaka 20 na kitu toka Mkapa mpaka wewe hapo ulipo. Hatujalipwa stahiki zetu. Pamoja mahakama imesemaje? Imesema mahakama kwamba wafanyakazi warudishwe kazini halafu walipwe stahiki zao zote, lakini mpaka sasa hivi utekelezaji bado haujatekelezwa. Una viongozi wetu Mohamed Ukwengwe pamoja na Antoni Asenga, hao wana kampuni yao kule Kurasini karibu na port bandari ya Dar es Salaam, inaangana na kituo cha zamani cha polisi cha bandari ya Dar es Salaam. Asanteni. Hayo ndio yangu. Asante Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Haya, asante. Mwingine. Haya basi wewe. Haya, mruhusu aende huyo. Mruhusu huyo, mruhusu. Haya, nenda baba. Mzungumze kwa ufupi ndugu zangu. Ndugu Rais, natumaini nimesimama mbele yako. Nashukuru kwa kuelezea shida za Chalinze. Tatizo la Chalinze iliyopo, kwa jina anaitwa Hamisi Mmasa na mwingine anaitwa Idi Shabani Mtonga, ni mtu wa Chalinze mzee. Kwa hiyo tunaomba utusikilize maoni yetu na barua za mahakama tunazo. Tunadai mishahara ofisi ya mbunge, hatujalipwa mwaka mzima, mwaka ni wa 6 huu. Kwa hiyo mkuu, na kuomba Chalinze oye! Ndugu zangu wana Chalinze, ninajua kila mmoja mtakapomuita hapa atazungumzia shida zake, na shida zingine mtazungumza ziko mahakamani, na mnafahamu. Nisikilizeni basi watu wa Chalinze, mnafahamu mahakamani, mahakama haiingiliwi na mtu yoyote.
Mimi nafahamu shida ya Chalinze kwa miaka mingi ni maji. Nasema uongo ndugu zangu? Nasema uongo? Shida ya hapa ni maji. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu. Sasa mnataka nijibu mangapi? Hamtaki nijibu hili kwanza la maji? Sasa mnisikilize nijibu. Msiponisikiliza nitaondoka. Tatizo la hapa kubwa ni maji. Na mimi nataka niwaeleze ukweli. Kuna kandarasi kampuni ya Wahindi ya kutoka India ilipewa kazi hapa ya kushughulikia maji. Na ule mradi ni wa siku nyingi. Ulianza pamoja na ule mradi uliokuwa Lindi. Na kama mnakumbuka kuna wakandarasi fulani tuliwazuia tukawanyang'anya na passport. Paka wamalize ule mradi. Kule Lindi wameshamaliza. Bado mradi huu. Na ni wa fedha nyingi. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa Chalinze. Na wengi wenu ni watani zangu. Nasema uongo ndugu zangu? Maji Chalinze yanakuja. Na mkitaka ushahidi, hata ukienda barabara hii, mtayaona mabomba yaliyotundikwa barabarani. Ule ndio maandalizi ya mradi mkubwa wa maji katika mji huu. Na mimi goja niwape siri moja. Chalinze ninawapenda. Mji huu wa Chalinze ndio mji aliyotoka Mzee Kikwete. Mzee Kikwete ni kaka yangu, lakini pia mtani wangu. Mji huu wa Chalinze unakuwa sana. Nataka niwape siri moja. Na hili mimi nawaeleza ukweli. Wengine wamekuwa wakiomba wilaya na nini siwafikirii, lakini Chalinze nitawafikiria. Na ndiyo maana tunataka tuanze kuleta maji. Mnakumbuka nilipokuwa waziri wa nyumba, nilijenga magorofa pale chini. Nilipokuwa waziri wa ujenzi, tukafanya diversion ya ile barabara, kupunguza msongamano wa magari yanayopita kwenda Tanga na msongamano wa magari yanayopita hapa. Nimetengeneza triangle. Chalinze iko kwenye mawazo yangu. Nataka muamini hilo ndugu zangu. Kwa hiyo maji yatakuja, na Mungu akipenda na wilaya itakuja. Sasa sitaki maeneo mengine waanze kusema sasa kuniomba wilaya. Hii ni special kwa Chalinze, kwamba inawezekana wilaya ikaja. Ninachowaomba ndugu zangu wa Chalinze, watani zangu, chapeni kazi. Hicho ndicho ninawaomba. Ninawaomba mchape kazi. Endeleeni kujenga nyumba hizi nzuri. Nakumbuka wakati ule nilibomoa pale, nikabomoa pale. Wapo waliochukia, lakini nilibomoa kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Nataka niwaambie Chalinze ni miongoni mwa miji tutakayoitengeneza kisasa. Na bahati nzuri mpaka kule chini pamepimwa. Nataka ndugu zangu, nimeamua kuwapa hii siri. Si kwa kuwafurahisha, lakini nataka niwaeleze kweli. Jipangeni kwa ajili ya maendeleo makubwa ya Chalinze. Swala la maji litamalizika. Na ndio maana hata na diversion ya treni mnafahamu inakopita. Mji huu utakuwa mji wa kisasa. Wanaotaka kwenda Tanga watapita hapa. Wanaoenda Dar es Salaam watapita hapa. Wanaoenda Morogoro watapita hapa. Treni itasimama pale ya kwenda speed. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Nataka niwaambie tunataka tuitengeneze Chalinze mpya. Nimeona nilizungumze hili ili muelewe. Ninachowaomba watani zangu, chapeni kazi. Nimekula sana mananasi yenu hapa. Nilikuwa nakwenda nanunua pale, mengine mnaniongezea. Ninawapenda na nitaendelea kuwapenda. Lakini huu mji ni lazima tuutengeneze, ni mji wa mheshimiwa ambapo pia mimi ndiye amenikabidhi madaraka. Hakuwa na uchungu, hakuwa na kinyongo. Mimi amenipa nifanye kazi.
nitafanya kazi kwa maendeleo ya maeneo ya Tanzania pamoja na Chalinze. Ninachowaomba ninyi watani zangu, chapeni kazi. Maneno tuache, tupeleke mbele. Miaka ya nyuma kagorofa kalikuwa ni huyo tu. Ukifika Chalinze ukitaka kuonyeshwa unaambiwa kuna kagorofa kamoja. Siku hizi mabadiliko ni makubwa. Ninawapongeza. Chalinze oye. Kwa hiyo swala la maji wala msilizungumze. Hilo niachieni. Hilo muniachie. Chalinze oye. La pili, ninafahamu mna tatizo la stendi. Mna tatizo la stendi pamoja na soko. Hili swala ni dogo mno, ndugu zangu. Mna viongozi wenu hapa. Mna mbunge. Chalinze oye. Mna mkurugenzi, mna DC. Ninachowaomba, na mna diwani. Diwani wa hapa yupo? Yuko wapi hapa? Kwa hiyo ninachowaomba, mimi nimeshaeleza mwelekeo. Mama, usijipendelee wewe. Nazungumza ya Chalinze. Ninachowaomba ndugu zangu wana Chalinze, nimeshawatoa mwelekeo Chalinze inakoenda. Watumieni viongozi wenu. Watumieni nisikilizeni basi. Siwezi mimi nikajenga stendi hapa, nitoke nikajenga stendi Chato, nikajenga stendi wapi? Na ndio maana kuna mkuu wa mkoa, kuna mawaziri, kuna wakurugenzi, kuna ma-DC, kuna madiwani ambao wanakaa kwenye vikao, na kuna bajeti ambayo inapitishwa kwa kila wilaya. Viongozi hao umewachagua nini? Na ndio maana ninawaomba wana Chalinze, mjenge mikakati. Mchague maeneo yenu mnayotaka, kwamba tunataka stendi iwe pale, tunataka soko liwe pale. Halafu mengine tutayafacilitate sisi kama serikali. Haiwezekani kila mtani naposema nikifika pale naambiwa tunataka stendi, wakati mna viongozi. Mna viongozi na wengine mmewachagua ninyi wenyewe. Mimi mniachie swala la kushughulikia hii eneo la Chalinze kulipeleka mbele, ambalo ni gumu zaidi. Haya madogo madogo niwaachie hao wadogo wayashughulikie. Chalinze oye! Chalinze oye! Waambieni kwanza, halafu wakishindwa siku nikija hapa mniambie. Chalinze oye! Nimeeleza, nimetoa mwelekeo wangu, na mwelekeo ndio huo. Sasa inawezekana sijawafurahisha. Usisahau kusubscribe, kulike